Tumefika hapa katika eneo letu la mradi katika chanzo cha maji cha Kabambe. Kama ambavyo mmeona, maji yameongezeka na sasa hivi yanafika hadi vijijini. Tunashukuru sana viongozi na wananchi wa kijiji cha Selela kwa kuunga mkono huu mradi. Kama mnavyofahamu, mwanzoni eneo hili lilikuwa kame sana, mifugo ilikuwa inaingia humu, wanyamapori walikuwa wanaingia katika ile eneo na kuharibu chanzo cha maji. Lakini leo takriban miezi mitatu baada ya kukamilika huu mradi, tunaona mafanikio yameanza kuonekana, maji yameongezeka, na tumeelezwa na katibu wa mradi wa skimu au mfereji wa kupeleka maji vijijini, anasema umwagiliaji katika mashamba umeongezeka. Lakini baada ya mradi huu kukamilika na maji kufika vijijini, sasa hivi wanakaa siku 2 siku 3 maji yanatoka. Kwa hiyo ni faraja kubwa sisi kama MyPark. Labda nichukue fursa hii kuishukuru taasisi ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP Tanzania kupitia programu yake ya miradi midogo kwa kuwezesha mradi huu kukamilika. Na kama ulivyosikia, wananchi wana maombi mengine kutaka kuwekewa matanki ili maji yaongezeke na mgao wa maji uishe. Mwenyekiti wa skimu hii ya Kabambe, kwa kweli tunashukuru sana MyPark pamoja na UNDP kwa ajili ya kutuwekea hii fensi ambayo ya kuzuia hiki chanzo cha maji ili iwe maji yaende vizuri bila matatizo. Tatizo moja la maji ya kunywa. Haya maji ya kunywa yanafika kijijini machache, alafu mgao unakuwa kwa siku watu unaweza kukaa siku 2 bila kupata maji. Lakini kama tutapatiwa matenki kwa ajili ya kusambaza, basi maji haya tutatumia kwa kila siku bila kukua na mgao. Kwa hiyo kwa ushauri wangu mimi nilikuwa naomba wananchi tulinde vyanzo vya maji. Kwa majina ni Amini Paulo Mndeme, katibu wa skimu ya Kabambe Selela. Baada ya kuzungushiwa fensi kwenye hivi vyanzo vyetu vya maji yameongezeka. Tulikuwa tunatumia eka 120, lakini sasa hivi tunanywesha eka 200. Na kiwango ambacho tulikuwa tunakitumia ni masaa 6, sasa imepungua, imefika masaa 4 kwa eka.